Wanasema mapenzi ni kitabu kilichojaa kurasa yenye kizungumkuti, na kila ambaye amewahi kukifungua ukurasa ulioandika wa mapenzi ya dhati basi alidondosha machozi hata kabla hajafika ya pili. Ni wachache sana ambao wana uwezo wa kusoma na kumaliza kurasa za mapenzi ya dhati. Sasa tunamuona Aima ambaye alipambania ndoa yake kwa hali na mali, aliwekeza nguvu kwa mume wake na kila dakika ambayo ilipita mbele yake hakuacha kumsupport mume wake. Aima aliamua kugombana na ndugu zake, marafiki, mpaka bosi wake kazini, na ilikuwa ni pale ambapo mume wake alikuwa akisemwa vibaya. Hakushindwa kugombana na wewe kwa ajili ya mume wake, lakini mwisho siku mapenzi yalikuja kumnyoosha binti huyu. Mume wake aligeuka kuwa ni mjinga kwa kumpoteza Aima. Sasa Sam Dafur anatukaribisha katika riwaya yake hii nzuri kabisa. Simulizi inakwenda kwa jina la Ilibidi Uwe Wewe Aima, na yuko hapa bwana. Aima anasema bwana, niko tayari. Kwenye mabano tunaambiwa kwamba niko tayari kumwacha mke wangu. Nani ambaye atasema haya maneno na kwa nini? Basi karibu sana Simulizi Zetu Media. Kumbuka tuko hapa, tuko live siku zote kwa ajili ya kupeana utamu wa simulizi za sauti kama ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote. Karibu kwa ambaye bado ni mgeni, karibu kusubscribe channel yetu, usiache kulike, kushare, bila kusahau kuandika comment yako hapo. Tunapatikana pia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii na ni Simulizi Zetu Media, na pale Audio Mac pia unaweza kutafuta kwa jina hilo. Lakini kwa ambao unataka kuwepo kwenye group letu la WhatsApp, karibu tuma ujumbe kwa ajili ya kuungwa kwenye namba ya simu 0757567253. Hili ni andiko la kwake Sam Dafur, na tunamfahamu kwamba kazi yake haijai kuwa mbovu. Na nyuma ya mic, jina langu naitwa Tutu, na hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu na kuhusu binti anakwenda kwa jina la Aima. Tunaanzia mazingira haya ambapo tunaambiwa kibaridi cha wastani ambacho kilizalishwa na kiyoyozi kilikuwa kimetawala kwenye chumba ambacho kilitumika kama ofisi ya mhasibu. Basi ndani ya chumba hiki kulikuwa na mwanamke ambaye hakupungua wala kuzidi miaka 25. Mwanamke huyo alikuwa ni mrembo sana, maji ya kunde, mwenye lipsi za kuvutia. Alikuwa amekaa kwenye kiti ambacho mbele yake kulikuwa na meza kubwa sana ambayo ilikuwa na kompyuta. Basi pembeni ya kompyuta hii kulikuwa na baadhi ya nyaraka kama mafaili ambayo yalikuwa na taarifa muhimu sana ambazo alipaswa kuziingiza kwenye mfumo maalum kupitia ile kompyuta. Basi karibu na nyaraka hizi pia kulikuwa na simu yake ambapo kuna muda ilikuwa akiichezea, akiitazama kama kuna mtu labda ametuma message au la. Basi akiwa anaendelea kujaza taarifa, ghafla baadaye simu yake iliita. Akatupia macho kutazama, jina la namba ilikuwa ni mume wake. Basi binti akajikuta na tabasamu kwenye uso wake. Akapokea simu yake, akaitika, "Yes babe." Naambia mke wangu, "Vipi? Nimekumisi sana." "Nimekumisi pia babe, jamani nimekumisi." "Kweli? Umemisi nini?" "Nimemisi kuimbiwa, nimemisi unavyokuwa unanidekeza, nimemisi pia kucheza na ndevu zako." "Jamani mke wangu, haya basi sawa. Nikirudi nyumbani nitafanya yote mke wangu." "Kwani uko wapi?" "Niko nyumbani na pika hapa. Mama analalamika kwamba ana njaa, usichelewe basi." "Kwani ukupika mchana?" "No, nilipika ila kama unavyomjua mama." "Ila ni bora tu upige kwa sababu nimechoka afu mimi pia nina njaa." "Sawa. Najua yule mke wangu na mimi nisingeweza kula mwenyewe bila uwepo wako Lazizi, kwa hiyo wahi kurudi." "Sawa mume wangu, basi asante kwa kujali, usijali, niko hapa kwa ajili yako mke wangu mzuri." "Unarudi saa ngapi?" "Nahisi kama kwenye saa 10 hivi kwa sababu kuna baadhi ya taarifa hapa najaza, then nikimaliza nakuja tuongee vizuri." "Unataka nikuletee nini?" "Usijali bwana, tupaswe kutumia pesa ovyo, unajua bado tunatafuta maisha." "Okay, basi sawa. Basi ngoja nimalize kujaza baadhi ya taarifa hapa, then nikimaliza na kujulisha kwamba nikiwa naondoka nitakwambia." Basi alizungumza Aima na kisha alimpiga busu zito mume wake kwenye simu, na kisha simu ilikatwa. Basi simu ikiwa bado mkononi, akashusha pumzi nzito sana ambayo iliendana sambamba na hisia zake za kumhusu mume wake. Alikuwa anampenda sana mume wake. Alijikuta akichezea simu ile na akatafuta picha yao wakiwa pamoja mpaka alipoipata. Macho yake yalijaa maji na tabasamu alikuwa cha kumkumbusha kwamba alikuwa na mwanaume sahihi sana kwenye maisha yake. Mwanaume ambaye alikuwa anampenda kuliko kitu kingine chochote. Alikumbuka nyakati ambazo alikuwa pamoja hata kabla ya kwenda kazini. Alikumbuka idadi ya mabusu ambayo alikuwa anapigwa na mume wake kila ilipoitwa leo. Alizidi kukoleza tabasamu usoni. Hakika alikuwa anampenda sana mume wake. Basi pale alijikuta akizungumza, akamwambia Mungu wake, "Asante sana Mungu kwa zawadi hii na utukufu wako ndazidi kuheshimu. Asante kwa kunipa Ryan, na kuomba kila siku ziendazo mbinguni uendelee kumlinda Ryan wangu asijakaibiwa na mtu mwingine, nampenda sana." Binti alizungumza kwa sauti ndogo akiendelea kupekua na kutazama picha nyingine mpaka pale ambapo kiu ilimwisha kumtazama mume wake. Basi aliweka simu pembeni, akaendelea kujaza taarifa mpaka pale ambapo alimaliza, na akajiona sasa ni mwepesi kwa sababu kazi ambayo ingemkalisha kazini kwa muda mrefu ilikuwa imeshamuondoka.
Aima alikuwa anapenda sana kazi. Alikuwa anapenda kile ambacho anakifanya. Kila siku saa 2 asubuhi angekuwa katika ofisi na ndo alikuwa mtu wa mwisho kuondoka katika eneo hili. Hakupenda kuweka kiporo katika kazi kabisa. Alikuwa ni muumini mzuri sana wa kauli ambayo inasema ili ule unatakiwa kufanya kazi na ili ufanye kazi unatakiwa ule. Yani it's a win-win situation. Kwa hivyo alijua kazi na kula ni vitu ambavyo vinategemeana sana. Hakuwa mzembe. Basi kutokana na tabia hii ilifanya akapendwa sana kazini. Kila mmoja alimzungumzia kuhusu chapakazi wake na kwa mwezi wake wa kwanza alichukua tuzo ya kuwa mfanyakazi ambaye anajituma akiwapiku wenzake akiwemo huyu binti alikuwa anaitwa Melissa. Alikuwa ni msichana ambaye amemkuta kazini. Na hiki ni kitu ambacho kilifanya wafanyakazi wenzake wazidi kumpenda sana, ingawaje pia hapo ambao walikuwa wanambeza, hasa wale ambao walikuwa wapendi kazi. Na hii ni kitu ya kawaida kabisa ambayo inatokea katika kila sehemu. Sasa ni zaidi ya miaka 4 sasa tangu alipoanza kufanya kazi katika kampuni hii akiwa amepewa connection na dada yake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Alma. Basi mara kadhaa amekuwa akitongozwa sana na bosi wake ambaye alikuwa ni mkurugenzi na alikuwa anamwahidi kwamba atampandishia mshahara na kumfanya awe na cheo katika kampuni. Lakini hiki ni kitu ambacho kwa kinampa msongo sana wa mawazo. Aima hakupenda kabisa kuingiza mapenzi na kazi. Kuna muda alitamani sana kumwambia mume wake kwamba kuna mambo yanaendelea kazini, lakini alishindwa na mume wake alikuwa sasa hivi yuko nyumbani anamtazamia mama yake mzazi kutokana na alikuwa amekosa kazi tangu alipokuwa amemaliza chuo. Lakini kusema ukweli huu hili swala ambalo linaendelea kwa Aima lilihitaji moyo sana, kwa sababu alikuwa anamjua sana mume wake katika maamuzi. Alikuwa amfika kwamba anaweza akamwambia mwanaume then akamstopisha kwenda kazini. Alimfahamu sana Rian kwamba hakuwa mwanaume ambaye anapenda kuona mwanamke wake anatongozwa ama anasimamishwa na mwanaume mwingine. Basi mara kadhaa amekuwa akigombana sana na majirani ya nyumbani kwao pale, wale ambao walikuwa kidiriki kumsimamisha mke wake nyakati za usiku, na hii ndio ilikuwa inampa wasiwasi sana Aima. Alihisi kwamba huenda atamwambia mume wake na mume atamwambia ache kazi, na mume wake naye pia hana kazi, yuko nyumbani. Sasa itakuwaje? Basi hii ndio ilikuwa ni sababu ya yeye kutulia na akaamini kwamba labda atatafuta kazi sehemu nyingine, kwa sababu kazi ndio kila kitu. Sasa binti akiwa bado yuko ofisini, ghafla mlango uligongwa. Akawa anajiuliza nani anagonga. Basi baadaye macho yake yaliruhusu mtu ambaye yuko nje, akaingia ndani na macho yake yalikutana na Melissa ambaye alikuwa ni miongoni mwa wafanyakazi wa ile kampuni ambaye mara kadhaa alikuwa aliwahi kukutwa akiwa amesimama na mkurugenzi mara nyingi sana. Vipi, mbona umenuna hivyo? Kuna nini? Aima aliuliza baada ya kupeana salamu. Umndani kila mmoja anazungumza kuhusu wewe. Kuhusu mimi yani kivipi? Hebu nisikize Aima. Si unanisikia? Kuna nini? Mbona sikuelewi, straight but to the point. Kuna nini? Shida nini? Taarifa zako kwamba unatoka na Haris nimezisikia. Yaani nani, mimi au? Sasa kwa nini mimi naongea na nani? Bwana wewe umeanza kunifananisha. Tangu lini mimi nikatoka na mkurugenzi? Mimi sina mume wangu, nampenda kabisa na kila mmoja anajua hilo. Okay, sawa. Sasa mimi hizo taarifa ninazo. Iwe unatoka naye ama utoke naye, lakini tafadhali naomba ukae mbali na Haris wangu. Nitakufanya kitu kibaya. Nadhani umenielewa. Melissa aliongea akaondoka kwenye eneo lile. Basi Aima alibaki amedua, hakujua hata nini afanye kiukweli. Alimtazama sana Melissa mpaka anafunga mlango, akasema kumbe Haris mpenzi wake ni huyu binti. Sasa kwa nini ananitongoza? Nani ambaye sasa mwambie Melissa kwamba mimi niko kwenye mahusiano na Haris? Jamani, mbona mimi sihusiani naye? Amesikia kwa nani sasa? Yaani kwa nini watu wametengeneza story ambayo haipo? Basi binti alikuwa anajiuliza bila hata kupata majibu. Alikuwa akimfahamu Melissa kama mfanyakazi mwenzake ambaye alimtangulia pale kazini, lakini hakuwa akifahamu kama wawili hao walikuwa ni wapenzi. Basi leo hii anapewa mkwara ambao unamtaka kwamba akae mbali na Haris, kitu ambacho kinamfanya kuingia katika mawazo baada ya kuwaza sana, kwa sababu anajua si kweli kwamba anamtaka mwanaume yule. Basi baadaye akatupa macho katika saa ambayo ilikuwa ukutani. Ilikuwa tayari yapata majira ya saa 10 jioni, muda ambao alitakiwa kuondoka katika eneo lile. Alishika simu yake na akamtumia message mume wake. Alikuwa anamjuza kwamba anaondoka ofisini, basi ajiandae kumpokea. Basi alifungasha vilago vyake kama simu, mkoba wake ambao ulikuwa na makeup, sio kioo, vitu gani vya kike vile. Alafu binti akaondoka. Ofisi yao ilikuwa maeneo ya Msamvu na yeye alitakiwa kuelekea Modeko, ambako huko bwana ndiko ambako alikuwa akiishi na mume wake. Sasa akiwa nje alikuwa anatafakari sana kati ya kuchukua bajaji au kupanda boda kama ilivyokuwa kawaida yake. Basi ghafla alikuja Haris akasimama pembeni yake akamwambia, "Hey, sorry." Binti akamwambia, "Oh boss." Akamwambia, "Ima, mimi sio boss wako bwana. Hebu naomba uniite jina langu. Mimi nafurahi sana ukiniita hivyo." Binti akamwambia, "Sawa, niambie." "Nimekuwa nataka kutoka." Nikasema nikuwahi. "Ya, namwahi mume wangu." Aima alisema akitoa simu yake. Lile neno au jina mume wangu lilifika kwenye moyo wa Haris na kumchoma sana. Alihisi kama kuna kitu ambacho kimemuingia, akashindwa kujificha kupitia ile maumivu. Akamwambia, "Hebu samahani Aima, unaweza kutoka kumtaja mume wako ukiwa unazungumza na mimi?" Haris aliongea akiwa na sura ya unyonge sana. Ni ngumu lakini nitajaribu, ila samahani kama unaumia, lakini ni kweli nilikuwa namwahi mume wangu." "And then what? Mbona usemi?" "Nilikuwa nahitaji tuzungumze." "Haya, zungumza." "No, sina maana hiyo." "Kumbe una maana gani?"
nilikuwa naomba tuonane weekend same fulani, be amazing sana kama itawezekana. No, weekend nitakuwa na mume wangu. Aima, mbona unakuwa hivyo? Hebu nisikize basi. Mimi sidhani kama natakiwa kusumbuliwa ikiwa tayari una mtu wako. Nenda kwa Melissa, mkutane hiyo weekend. Jamani, mimi sitaki shari, niko hapa kwa ajili ya kazi, si vinginevyo. Tafadhali boss, na kuheshimu. Binti alisema kwa hasira na kisha aliondoka kwenye eneo lile. Basi Haris huyu alijaribu kumuita, lakini Aima hakutaka tena hata kugeuka. Hasira zilimtosha kumpa mwongozo sahihi juu ya maamuzi ambayo amechukua. Mko mnaongea nini na huyu binti? Aliongea Melissa ambaye alisikika nyuma ya Haris. Haris aligeuka kwa hasira akamtazama yule mwanamke ambaye alikuwa mpende hata kidogo. Akamwambia, "Kwa nini inakuhusu nini?" Hainihusu. Naona unaendelea kupambana na mke wa mtu. Wewe uogopi? Wewe unanitafutia nini wewe mwanamke jamani? Kipi ambacho unakitafuta labda? Yaani kwa nini unataka mimi nimeshakwambia sikupendi? Na wewe upendwi na Aima. Kwa nini unautesa moyo wa Haris jamani? Kwa nini unautesa moyo wangu Haris jamani? Si umwache yule mwanamke ubaki na mimi. Unataka mimi nifanye nini juu kama nakupenda? Mimi sitaki chochote kwako. Yaani inatosha. Naomba ufanye mambo ambayo yanakuhusu. Alafu naomba uachane kabisa na maisha yangu. Sasa sikia, mimi nakuhakikishia hakuna kitu ambacho kitaendelea kati yako na Aima. Na ukiendelea kujifanya kama unataka kumtongoza huyu binti, sijui labda umteke, sijui. Hii taarifa mimi nitaifikisha kwa mume wake. Yaani lazima atajua tu. Melissa aliongea, akaondoka zake akimwacha Haris akiwa amesimama sijui nini cha kufanya. Basi moyo wake ulikuwa umezama kwa Aima, alikuwa anampenda kupitiliza, lakini kwa bahati mbaya Aima alikuwa tayari yupo kwenye ndoa na mwanaume mwingine, na huyu ndo mwanaume ambaye binti alikuwa anampenda kwenye maisha yake yote. Kibaya ni kwamba wakati Haris akimpenda Aima, ndo muda ambao Melissa alikuwa akimpenda Haris. Yaani sana. Sasa wote na hakuna ambaye alikuwa akimpenda mwenzake. Yaani unayempenda anampenda mwenzake anampenda mwingine. Ilikuwa ni hivyo na sijui hii itakuwa vipi. Sasa tunatoka pale tunakuja upande wa pili, ni majira ya usiku. Familia ilikuwa imekusanyika kipata chakula usiku. Ryan alikuwa akiishi na mama yake katika nyumba yao. Nyumba hii ilikuwa imejengwa na marehemu baba yake ambaye alifariki kipindi hicho wakati Ryan akiwa bado yupo katika tumbo la mama yake. Ni kama miaka 26 hivi iliyopita. Kwa hivyo malezi yote ya Ryan alikuwa kwa mwanamke huyu ambaye sasa hivi bwana alikuwa amejichokea tu. Sasa tangu akiwa mdogo Ryan alikuwa anapendwa sana na mama yake. Alikuwa ni mtoto pekee katika familia. Hakubahatika kupata mtoto mwingine licha ya kujaribu kuingia kwenye mahusiano kadhaa, lakini yote yalivunjika kutokana na wanaume ambao alikutana nao hawakupenda kuona mwanamke huyu tayari alikuwa na mtoto. Kwa hivyo naye katika kulinda amani ya mtoto wake aliamua kubaki mwenyewe, na mpaka leo amekuwa anaishi pamoja na mtoto wake, na tayari Ryan ameoa akiwa bado yuko na mama yake, ikiwa kama ni sehemu ya kumlinda na kumtunza. Sasa maongezi yanaendelea hapa. Niambie mke wangu unakionaje chakula? Alisema Ryan akimtazama mke wake wakiwa wanapata chakula cha usiku. Walikuwa wamekaa kwenye utefu katikati wakiwa wametenganishwa na sahani ambayo ilikuwa na wali ambao ulikuwa umepikwa na mwanaume huyu. Kwanza nani amepika? Aliuliza Aima akimtazama Marian. Mumeo ndo kapika. Mama, yani Ryan ndo kupika chakula kizuri hivi. Kwa nini unaje jamani babe? No, by the way chakula kizuri sana jamani, unajua kupika mpaka unaboa. Hebu onja kwanza. Aima alikuwa anazungumza akiwa anamlisha mume wake kile chakula. Ni kitamu sana, lakini vipi kazini? Kazi inaenda tu vizuri. Na vipi wewe leo umeandika nyimbo ngapi? Unajua nimekaa hapa nikawa nimekumisi sana, ndio ule muda nikakupigia simu. Nimeandika wimbo fulani hivi unaitwa Vumilia. Ni wimbo mzuri sana kama watu wakiupenda. Umeandikaje? Hebu niambie basi kidogo. Sasa nisipokuimbia nitamwimbia nani jamani? Ryan aliongea kimtazama mke wake, baadaye akamstokelea akanamlisha chakula kwa mdomo. Mama yao yuko hapo na anaona kila ambacho kinaendelea. Sasa haya yalikuwa ni maisha ya kawaida kwa siku zote kwa Aima pamoja na Ryan, na mama Ryan pia alikuwepo. Walikuwa wanaishi kama familia. Kile kilichopatikana basi kingepikwa na kula bila malalamiko yote, na kila mmoja alionyesha tabasamu kwa mwenzake. Basi Aima alimpenda sana Ryan, lakini pia alimpenda mama yake ambaye ni mama mkwe wake, na hiki ni kitu ambacho kilimfanya Ryan naye kutokubadilika katika mtindo wake wa maisha. Zaidi sana aliboresha mapenzi kwa Aima. Alimchukulia kama ni mwanamke wa muhimu sana na mzuri sana katika maisha yake. Wawili hao walikuwa wanapendana kupitiliza. Jina la Ryan lilisifika kwa mapenzi ya dhati kwa kila mmoja pale mtaani kwao. Aima naye kuacha kumpenda mume wake, walikuwa wakipeana matumaini kwamba ipo siku watatusua katika maisha ambayo walikuwa wanapitia na kila kitu kitakuwa sawa, ingawa changamoto zilikuwa ni nyingi, na mara nyingi hii changamoto kwao ilikuja kupatikana mara baada ya kuwa wamefunga ndoa. Basi tunaonyesha kwamba mwaka mmoja nyuma ndipo hapa hawa wawili waliamua kufunga ndoa, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuwa wamemaliza chuo. Katika ndoa hii bwana, kulikuwa na sintofahamu kutoka kwa upande wa kina Aima. Wazazi wake hawakutaka kabisa binti kuolewa na mwanaume ambaye hana maisha, mwanaume ambaye anang'ang'ana katika ndoto ya uimbaji huku akiishi katika nyumba ya mama yake ambayo ilikuwa na vyumba viwili tu pamoja na sebule. Basi kutokana na ubishi wa Aima, yeye aliweza kuolewa na mwanaume huyu ambaye alikuwa ameshamchagua. Akiendelea kupambana naye, aliamua kwamba lazima apambane naye kwa sababu alikuwa anaamini kwenye ndoto za mwanaume huyu kwamba siku moja
atakuwa ni msanii mkubwa na maisha yataendelea. Sasa hiki ni kitu ambacho dada yake pia kuridhika kabisa. Mara kadhaa pindi Aima alipokwenda kwa dada yake kumsalimia, mada ambayo ilikuwa inaongelea ilikuwa ni kuhusu mwanaume wake, na hili lilimuumiza. Lakini alibaki katikati, hakutaka kumuona dada yake kwamba ni mbaya wala mume wake. Yeye aliamini katika ndoto na malengo na maisha ya Ryan huko mbele, kwamba siku moja atafanikiwa na kila kitu kitakuwa sawa. Basi maneno ya ndugu na dada yake wa karibu na watu wengi sana waliendelea kumshauri Aima atafute mwanaume mwingine ili aolewe, lakini binti aligoma. Alimpenda sana mwanaume wake, alimpenda mno kiasi kwamba alikuwa tayari kugombana na kila mtu. Sasa hapa alikuwa anazungumza na mpenzi wake, akamwambia baby, niambie yani, unajua kuna kitu nilikuwa nataka nikushirikishe na mama pia, ila sijui mtanishauri vipi. Aima aliamua kubadilisha mada. Kitu gani? Nimefikiria kuacha kazi. Kwa nini mwanangu? Marian aliuliza kwa taharuki. Kuacha kazi mke wangu, afu tutakula nini sasa? Unajua kabisa mimi sina kazi, mambo yamekuwa magumu, si bora uendelee tu kupambana? No, unajua baby, mimi nashindwa kuendelea. Yani pale watu na midomo sana, wanaambia sijui mimi mbaya, sijui niachane na wewe, sijui. Basi mimi nashindwa kabisa, sipendi kuona watu wanakuongelea vibaya. Aima aliongea, lakini hakusema ukweli. Ukweli ni kwamba binti alikuwa anatamani kuacha kazi kwa sababu bosi wake amekuwa akimtongoza siku zote na anamfanya asifurahie kazi. Basi alishindwa kusema kile ambacho kinamsibu. Kiukweli hakusema kwa sababu alikuwa anafikiria maisha ambayo anaishi pale mara zote, na wawili hao walionekana kumgomea binti kuacha kazi kutokana na binti anafanya kazi lakini wale wawili wanaishi nyumbani. Kwa hivyo atakapoacha kazi nyumbani itakuwaje? Binti ndo alikuwa anajituma kuzalisha kila kitu pale nyumbani, kuhakikisha watu wanakula. Sasa kuacha kazi ilikuwa ni topic ambayo hao wenzake hawakuipokea vizuri. Basi mama Rian akamuuliza, kwani kuna jambo lingine tu la kuacha ama ni hilo? Akamwambia ni hilo tu mama, mimi najikuta naumia, watu wananisema sana. Mimi sidhani kama ni maamuzi sahihi. Kama ni hilo bwana, usiache. Mtu pekee ambaye anajua uzuri wako ni mimi. Kwani hao wengine lazima wajue kama wewe ni mzuri? Jamani baby, hebu endelea basi na kazi, usiache. Rian aliongea. Basi binti akawa na namna, akamwambia tu sawa. Afu Rian, kwani usitafute kazi nyingine? Yaani umekalia kuimba. Unamaliza hela tu kutoka utoki. Na Marian alimwambia mtoto wake kwa hasira. Mara zote hajawahi kupenda tabia mtoto wake kukaa nyumbani, anapiga gitaa pale, anaandika nyimbo. Aliona kama yani kama anafanya kitu cha kipumbavu afu cha uvivu sana. Alitaka mtoto wake atoke kwenda kutafuta kazi, lakini Rian alishajichokea kwa sababu kwa zaidi ya mwaka sasa ametembea katika ofisi nyingi sana akiwa na bahasha kwa ajili ya kuomba kazi, lakini siku zote amekuwa anaambiwa kazi hakuna na hata ya kujitolea hakuna. Sasa waliendelea kula chakula mpaka walipomaliza. Na baada ya mama Rian, baadaye aliaga kwamba anakwenda kulala, akamwacha Rian akiwa na Aima pale ambao waliendelea kupiga zao story wakiwa wanaendelea kupeana moyo. Aima akaacha kumsitiza mume wake kwamba anaweza kuwa msanii mkubwa na jina lake likatajwa kwenye vyombo mbalimbali endapo tu akiwekeza juhudi. Sasa ni kitu ambacho kilizidi kumpa moyo na kuamini kwamba anaweza kufanikiwa endapo nyuma yake kutakuwa na mwanamke ambaye anaendelea kumsupport kama hivi, na hakuwa mwingine, alikuwa ni Aima. Sasa siku hii ilisha na ni siku nyingine mpya. Asubuhi ilitia nanga na kufanya mji wa Morogoro kuchangamka kiasi. Jua lilikuwa tayari limekutana na viumbe mbalimbali kuanzia katika milima ya Uruguru hadi barabarani. Kulikuwa na imepata majira ya saa 1 za asubuhi ambapo Aima alikuwa akijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Ilikuwa ni kawaida kwake kuamka mapema sana na kisha angepika, angefanya majukumu mengine kabla hata watu wengine hawajaamka. Baada ya kumaliza mapishi na usafi, angeenda kumwamsha mume wake aanze kufanya mazoezi ya kuimba, na yeye angejiremba pale kwa ajili ya kuondoka kwenda kazini. Kuhusu chai na chakula cha asubuhi, ni Rian ndo ambaye alikuwa akimpelekea kazini kwake kwa kila siku, na muda mwingine angemtuma boda pale ambapo alikuwa akipata hela. Kama singekuwa nayo basi Rian au angechoka, basi angelazimika kunywa chai asubuhi na kisha angeondoka kwenda kazini. Basi akiwa amejiweka saa usoni kwa kutumia kioo kidogo ambacho alikuwa amekishika mkononi, ghafla simu yake ilikuwa kitandani ikaita. Baby, simu yako inaita. Rian alimwambia akiwa anaendelea kupiga gitaa. Nani tena asubuhi? Ni mama. Naomba, alisema. Basi Rian ilibidi ampe simu na kisha kurudisha umakini katika gitaa ambalo alikuwa akipiga. Hakutaka kusikiza mazungumzo ya mke wake na mama mkwe wake. Aima alipokea simu akaweka sikioni. We mpuuzi. Mama Aima alianza na kufoka, kitu ambacho kilimfanya Aima kumtazama mume wake. Hakutaka kuendelea mazungumzo yake akiwa na mume wake. Ilibidi atoke nje kwa sababu alifahamu nini ambacho kinaendelea. Simu ilishaonyesha kwamba kuna shari. Mama, kuna nini? Aima aliuliza. Hivi unapenda ambavyo unaonekana nywele zimekufuba, nywele nyekundu, tadhani unafanya kazi migodini. Hivi wewe mtoto una shida gani? Sauti ya mama yake kutoka upande wa pili ilianza. Mama, mbona mimi sikuelewi jamani, asubuhi yote hivi unanipigia na kuanza kunisema mamangu kuna nini? Unaelewa kitu gani? Yaani mimi nimekulea kwa tabu. Umaskini umenichosha jamani. Sasa wewe mwanaume amekupa nini mtoto wangu? Angalia dada yako Alma, ana maisha safi, ana nenepa kila siku, kapata mwanaume mzuri. Wewe umekonda tu, umechaka, una shida gani huli?
Mama bwana, hivi kuna kingine cha kuongea? Unampiga tu nitusi? Mimi sikutusi mtoto wangu, inatakiwa uwe kama dada yako jamani. Mwanaume wake ana hela, Alma hana shida ndogo ndogo. Umeng'ang'ana tu na wewe kitu kwako. Unataka nini lakini? Nini ambacho unataka? Nije nikutoa hapo kwake au? Mama bwana, haya ni maamuzi yangu bwana, na hii ni ndoa yangu. Kama nateseka si mimi ndo nimeamua kuishi hivi, basi niacheni bwana mimi niteseke. Mimi siwezi kumtesa mtoto wangu. Iwe ni maamuzi yako ama ya nani, lakini nakwambia tena, achana na huyo mwanaume. Alafu dadako kanipigia simu hapa. Namsemaje? Kwa nini uendi kwake? Kwa nini uendi kumsamia dadako? Mama Aima alizidi kufoka. Basi hasira zilimpanda sana Aima, akaona bora akate simu. Alijikuta anadondosha machozi. Maneno na kauli za mama yake zilizidi kumuumiza. Hakutegemea wala kudhani kwamba familia yake ingekuwa kikwazo kwenye ndoa yake. Maumivu ambayo alikuwa anapitia alikuwa ni makali mno. Hivi kwa nini mama ananipangia maisha ya namna hii? Binti alisema akifuta machozi na kurudi tena ndani. Na yeye alivunja mguu kwenda kwa dada yake kwa sababu ilikuwa kila akifika dada yake basi alikuwa akimzungumzia sana mwanaume wake, kitu ambacho Aima hajawahi kukipenda. Sasa baadaye Ryan, baada ya kumuona mke wake akiwa amebadilika sura hadi muonekano, hakuwa Aima ambaye aliondoka katika eneo lile akiwa na amani. Kwa kuwa ni mtu ambaye anamtambua vizuri, alihisi kwamba kuna jambo ambalo linaendelea kwa sababu alikuwa amepoa sana. Akamwambia, "Come on babe. Kuna shida gani? Hebu njoo basi mkumbatie." Alimuita mke wake na akawa ameacha kupiga gitaa kwa mwendo wa mtu ambaye amechoka. Aima alienda kweli kupata kumbato kwa mume wake, lakini kilio kilikuwa mbele yake. Akamwambia, "Mume wangu, mimi nateseka sana, hata sijui maisha yangu hatima yake ni nini. Kuna muda mpaka natamani kufa." Aima alikuwa anaongea akiwa analia, "Mke wangu, tunahitaji tu kumuomba Mungu, kila kitu tutavuka. Mama ananichukia jamani. Hivi kwa nini hakupendi? Hata kusikia jina lako." Mimi kweli mimi pia sijui ni kwa nini, lakini mimi naamini tu kwa sababu ya umaskini wangu. Kwa nini mama na dada hawakupendi hivi jamani? Mbona familia yako haijawahi kunichukia, wananipenda tu? Kwa nini kwangu wanakuchukia? Usijali mke wangu, kile penye upendo wa dhati kuna chozi ndani yake. Tusimame tu, mimi naamini kwamba tutafika. Mama ndo alikuwa amenipigia, alisema Aima akifuta machozi. Kwani alikuwa anasemaje? Ameniambia kwamba eti niachane na wewe, sijui akupendi. Yaani ameongea maneno mengi jamani, tena amenitusi mpaka nimemkatia simu. Nilihisi kama nitamjibu vibaya hivi. Aima aliongea. Basi maelezo yake yalikuwa yameambatana na kilio cha kwikwi. Hakuwa anapenda kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika ndoa yake. Upinzani mkali ambao alikuwa anaupata katika familia yake ambayo aliamini kwamba huenda ingekuwa upande wake, lakini familia haikuwa hivyo. Umaskini na hali ngumu ya maisha ya Ryan ilichukiwa sana na akaonekana kama ni laana na kila mmoja kwenye familia yake, sio mama yake ambaye alikuwa Mzambrodi wala dada yake ambaye alikuwa akiishi maeneo ya Mafiga. Wote hawakumtaka. Basi kuchukiwa huku kulizidi kumpa mawazo sana. Na mtu pekee ambaye alikuwa akimfariji kwenye maisha yake alikuwa ni Ryan. Yeye ndo alikuwa akimpa moyo kwamba angeweza kuvuka kila aina ya kizuizi, lakini kadri siku zilizozidi kwenda ndivyo ambavyo familia yake ilizidi kumwandama. Kelele zilikuwa ziishi kila kukicha. Alipoenda kwa mama, huko nako moto ungewaka kisasa. Wimbo pekee ulikuwa anaimbiwa kila siku ni kuachana na Ryan. Hata alipokutana na dada yake pia kuacha kumsodoa, akimfananisha ndoa yake na ndoa ambayo yeye anaishi na mume wake. Hakuna jambo ambalo Ryan angefanya wawili hawa wangelipenda. Kiukweli hawakumpenda kabisa, hawakutaka kabisa binti endelee kukaa na Ryan. Unajua niliacha kwenda kwa dada kutokana na maneno yake ya dharau. Yaani sasa hapa mama amenipigia nasema niende, sio nifanyaje? Kiukweli mimi najuta, yani kwa nini dada alikuwa ni mtu ambaye amenitafutia kazi. Yaani najuta, yani bora hata ningeendea kupambana mwenyewe nikanitafutia kazi ndo ananisimanga. Mke wangu, unajua huko ni mbali. Kikubwa tuzidi tu kuombeana hapa, tuendelee kupendana, tuendelee kupambana na maisha yetu. Kama unataka pesa basi tuendelee kutafuta kwa amani, tutawapa na tutafanikiwa. Mimi naamini hilo mke wangu. Sasa kwa nini mimi napitia majaribu hivi jamani? Yaani kwa nini? Sasa mimi niende kwa dada kufanya kati najua ataenda kunifokea. Aliongea Aima akiwa amekasirika sana. Sasa hapo mwanzo ilikuwa ni kawaida kwa Aima kwenda kwa dada yake, lakini dada yake alikuwa akiishi nane na kila mwishoni mwa juma alikuwa akienda, lakini sasa hivi ni zaidi ya juma 2 hajathubutu kwenda. Sio kwamba alipanga kufanya hivi, lakini nyuma yake kulikuwa na maneno ambayo yalikuwa yakiongelewa sana kuhusu dada yake, kuhusu ndoa yake, kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza. Mwisho binti akaamua kuvunja kabisa mawasiliano na Alma ambaye alikuwa ni mkubwa kwake katika familia ya watu wawili. Kutokana na ushawishi ambao ameupata kutoka kwa mume wake, aliahidi kwamba ifikapo mwisho wa juma basi ataenda ili kumsikiliza. Basi siku hii kiukweli ilianza vibaya, lakini haikumfanya ashindwe kwenda kazini kama ilivyokuwa kawaida yake. Alijiandaa vizuri na kisha aliondoka kimwacha Ryan akiendelea kupiga gitaa, na kwa kuwa alipenda sana muziki, aliamini kwamba kwa kupitia kipaji chake kingeweza kumtoa na kufanikiwa kimaisha. Sasa ni maeneo ya Mazimbu kwenye moja ya jumba la kifahari ambako kulikuwa kuna vitu vyote vya thamani na bei kubwa ambavyo vinapatikana katika nyumba yote kifahari duniani. Kulikuwa na maongezi yakiendelea katika meza ya chakula. Maongezi haya yalikuwa ni baina ya Haris, mama yake, pamoja na ndugu yake wa kike ambaye alikuwa anaitwa Kamila. Watoto wawili walikuwa wakiishi pamoja na mama yao ambaye umri wake hakupungua miaka 60 na hakuzidi hapo. Kamila alikuwa na miaka 25 ambaye yeye alishaanza
kumtamanisha mwanaume yote ambaye alikuwa anarijali. Babake na Haris alikuwa amesafiri na kwenda England ambako huko biashara zake alikuwa anazifanya. Aliondoka kati Camilla akiwa na miaka 2, wakati huo Haris alikuwa na miaka 5. Basi kila siku mama Haris alikuwa akimsubiria mwanaume huyo kurudi, lakini ngoja bwana ikazidi kumuumiza matumbo. Baba yao hakuwa tayari kurudi kwa sababu tayari alikuwa ametengeneza familia nyingine England na hakuweza kurejea tena Tanzania. Kwa kifupi alikuwa ameitelekeza familia yake. Basi jukumu la malezi libaki kwa mama ambaye alipambana kulia na kushoto, na kwa bahati nzuri alifanikiwa kukuza watoto wake, aliwapatia elimu nzuri, elimu ambayo sasa hivi imemfanya Haris kuwa na jumba kubwa sana, magari ya kutosha, pamoja na kampuni kubwa na vitu vyote vya nyumbani ambavyo alikuwa akimiliki maeneo ya Msavu. Kumbuka huyu ni Haris ambaye tunamzungumzia, ambaye ni bosi wake na binti Aima. Sasa familia ile iliendelea kupata chakula. Mama Haris aliamua kuingiza mada yake pendwa ambayo ilikuwa ni wimbo ule mle ndani kila siku. Wimbo ulikuwa unaimbwa hivi: utaoa lini nataka mjukuu, utaoa lini nataka mjukuu. Ulikuwa ni wimbo ambao kila ulipoimbwa moyo wa Haris uliumia sana, kwa sababu mama alikuwa akimpenda sana. Alikuwa akimpenda sana Aima, lakini kwa bahati mbaya moyo wake ulidondokea sehemu mbaya sana. Kwa hiyo huko ndani, wewe wa kike umegoma kuolewa, wewe wa kiume umegoma kuoa, si ndio? Aliuliza Maharis kwa dhaka hivi. Mama ise, jamani mimi siolewi mpaka kaka aoe. Kwanza mimi nawahi nini? Ndoa zenyewe siku hizi tazi eleweki. Camilla alikuwa kwanza kujitetea. Nani ambaye anasubiriwa sasa, mimi au kuna mwingine? Kaka akioa tu, yani mama huyu akishaoa na mimi naolewa. Kwa hiyo wewe mwache tu, yani wewe subiri, mimi nitaolewa kwa ajili yake. Sio kwamba mistake kwa jamani Camilla. Mbona mniulizi namuoa nani? Yani nani ambaye namuoa? Sasa kuoa ni jambo lingine, kumuoa nani ni jambo lingine kabisa. Hapo sasa umeongea, lakini wewe si unafanya kazi pale, mabinti wazuri nini? Issue sio wafanya kazi, ila wana mapenzi ya dhati. Bwana hebu uchukua yote bwana. Kuna kale kabinti ambako nikakuta ofisini kwako siku ile pale nilipokuwa, ni kazuri kweli. Alisema Camilla akimzungumzia Aima, binti ambaye wiki moja nyuma alimuona, siku ambayo alienda kumuona kakake. Unamzungumzia yule mhasibu. Yani mama ni mzuri. Unasemaje sasa na wewe? Wewe baadaye unaacha kuolewa unaanza kuniingilia kwenye mambo yangu mimi. Mama Haris naye aliongea kwa dhaka akimwambia binti simponde kakake, kati yeye pia hajapeleka mtu. Muone kwanza huyu naye. Hebu tulia sasa nikwambie. Sasa sikia, yule binti bwana ambaye unamzungumzia, mbona hata wewe mwenyewe utakapenda? Kwanza kana macho mazuri, kana dimples, kana mwanya. Nika moto pale ofisini, yani hakuna kama yule. Yani mimi ni mzuri, lakini pale hata robo sijafikia jamani. Yule binti ni mzuri. Sijui kwa nini kaka unamwangalia tu. Camilla aliongea akimshushia sifa za Aima. Asijue kaka yake amekufa ameoza. Sasa haya alikuwa ndo maisha yao ya kila siku kama familia. Waliishi kwa upendo, tabasamu muda wote, na kila mmoja alimtania mwenzake na kucheka pale ambapo ilibidi. Lakini kitu kimoja tu ambacho kilikuwa kinawakosesha nyumbani pale amani, ilikuwa ni kuhusu kumpata mwanamke ambaye angekuwa kama sehemu ya familia yao. Licha ya Camilla kuwa nyumbani muda mwingi akisaidizana na dada wa kazi katika kupika na kufanya mambo mengine madogo madogo, lakini bado mama Haris aliona haitoshi na ilikuwa ni muda wa watoto wake kuleta ujukuu kabla ya yeye kufariki ili aweze kuwaona. Basi asubuhi hii walipata kuzungumza mambo mengi sana. Walimshushia Aima sifa zake kede ambazo zilikuwa zinamhusu mpaka pale ambapo walimaliza chakula. Kichofuata ilikuwa ni Haris kwenda kazini. Alimwaga kila mmoja pale nyumbani na kisha akaondoka zake mazima. Sasa akiwa kwenye gari hakuacha kuwaza kauli ya mama yake na ndugu yake ambaye alimsifia sana Aima. Inasemekana kwamba mume wake sio mtu mwenye hela wala nini. Kama ni hivyo, kwa nini ananikataa sasa? Binti kwa nini anakataa jamani? Mabinti wanavyopenda hela hivi. Alikuwa anawaza bila kupata jibu. Au nimuite ofisini leo afu nivue nguo zote nione kama atakataa nifanye nini. Anyways, leo nitafanya hivyo. Leo nitamaliza naye. Leo lazima nifanye mapenzi ametaka au hakutaka. Alikuwa akijiambia Haris akiwa amepanga mipango yake haramu kabisa kichwani. Ilikuwa ni wazo ambalo kwake aliona linafaa kulifanyia kazi bila kujali kwamba atafanya kwenye mazingira gani. Alikuwa amepanga leo lazima atambaka Aima ofisini kwake. Na muda mzuri wa kufanya hivyo aliona ni nyakati za kuondoka. Yaani ile saa 10, kwa sababu alijua Aima ni mtu ambaye anachelewa sana kutoka ofisini. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana na watu tayari watakuwa wameshapungua ofisini. Sasa upande wa pili tunamwona Aima alikuwa ofisini kwake. Mlango uligongwa ghafla na kisha akaingia msaidizi, yani mtu ambaye alikuwa ni mapokezi, akampa taarifa kwamba mume wake ameleta chakula. Tabasamu mzito ilikuwa usoni kwake na ilibidi ashuke ngazi hadi mapokezi kwa ajili ya kumuona mume wake. Baby, kwani umekuja kimya leo jamani? Alisema Aima akimkumbatia mume wake katika eneo la mapokezi, akapokea kapu la chakula. Simu yangu imezima, si nakumbuka jana umeme ulikata. Kwani hujarudi hadi sasa hivi? Wapi, yani bado. Au umefanya nimecheka jamani. Okay, by the way asante mume wangu. No, usijali bwana, ni wajibu wangu. Basi naomba nikuache uende na kazi. Baby bwana, mbona mapema? Upo kazini bwana. Nahitaji kuheshimu sana ile lako la kazi. Haya basi sawa. Aima aliongea akimpiga busu mume wake ambaye aliachana naye. Sasa Rian hakutaka kukaa sana kwenye eneo hili kwa sababu alitambua kwamba ilikuwa ni ofisi ya watu. Mke wake yupo hapa kwa ajili ya kazi na si kuanza kuonyeshana mapenzi. Aliamua kuondoka, lakini alipofika mlangoni alipishana na Haris.
Macho yake yalitazamana kwa sekunde 50 hivi. Hana muonekano hata chembe. Kwa nini anamiliki demu mkali hivi, amewezaje? Huyu mkaka huyu ni mchawi. Haris alikuwa akijisemea baada ya kumtazama Ryan. Alikuwa anajifananisha naye, akamwona ni mwanaume wa kawaida kweli, plus hana hela. Sasa kivipi amempata binti? Nani wewe katika ofisi yangu? Haris aliongea kifoka kidogo ili kujimwomba faya. Akamwambia, samani naitwa Ryan. Ndo nani sasa? Mbona walinzi wanaingiza vibaka huko ndani? Huyu nani sasa? Samani bosi, habari yako? Ryan alisalimia akitaka kumpa mkono Aima. Aima alikuja kaingilia kati, akamwambia, samani Haris, samani. Akamwambia kwa kipi? Samani, huyu ni mume wangu, kwa hiyo sio mwizi na sio kibaka. Nadhani tu hujai kumuona kwa sababu akija hapa mnapishana. Aima alizungumza akijishusha sana. Kauli ya kwamba mume wake ni kibaka ilimuuma, lakini hakutaka kuonyesha mbele ya mume wake kwamba ameumia. Kumbe ni kaisi ni mkusanya taka hapa ambaye ameletwa na manispama ni kibaka, maana siku hizi panyarudi kila sehemu. Hebu alivovaa hivi jamani, tadhani kwamba anaokota makopo, aliongea Haris kwa sauti akiweka tabasamu. Wafanyakazi wote walikuwa pembeni pale, ikabidi waangue kicheko kwa sababu ilikuwa ni kebei, ilikuwa ni dharau, ilikuwa ni ziaka ambayo imepitiliza, na hakuna mtu ambaye alijali kama Haris angezungumza vile. Haris alijua kwamba ameongea kwa dharau. Alijua ni kwa nini alitumia mbinu ile. Lengo lake litaka kumfanya Ryan ajihisi kwamba ni mnyonge sana wakati ule, kitu ambacho kiukweli alifanikiwa kwa sababu Ryan alifura hasira. Aliamua kuondoka bila hata kusema chochote. Alihisi kwamba hana thamani mbele ya Haris, amedhalilishwa mbele ya kila mfanyakazi. Basi Aima hakuwa na namna, ilibidi atoke kumfuata mume wake, lakini alikuwa tayari ameshaondoka katika eneo lile. Alijaribu kutoka mpaka getini akimtazama, lakini nako pia hakumkuta, na kibaya ambacho kilimfanya zidi kuchanganyikiwa ni kwamba mume wake leo alikuwa patikani, hakupendezwa na kile ambacho kimetokea. Basi kwa haraka karudi ndani mpaka ofisini kwa bosi wake. Alijua nini ambacho kimemfanya Ryan ameondoka mahali pale. Alimfahamu mwanamume yule kwamba ni mwanamume ambaye hapendi dharau, na kitendo cha kuchekwa, kubezwa mbele ya wafanyakazi wengine, isitoshe mbele ya mke wake, kilimuuma, na ndio maana ameamua kuondoka. Basi naye akajiambia kwamba ni muda wa kuzungumza na Haris ili awe ni mtu mwenye heshima. Basi alipofika kwenye ofisi ya bosi wake kutaka salamu zaidi, akaenda kufoka. Sasa ndio umefanya nini? Kuhusu nini? Yaani mume wangu unamfananisha na panya road? Yaani ndio kitu gani hiki? Aima, mbona unakuwa mkali? Wewe unahisi uko sahihi au kwa sababu wewe ni boss? Calm down basi, tunaweza kuzungumza kwa sauti ndogo tukaelewana. Ulichofanya sio kizuri, sijakipenda. Hauwezi kuwa na dharau hivi kwa mtu ambaye umjui. Najua, lakini mimi sikujua kama ni mume wako. Kwa hiyo ni sababu ya kumdharau mtu, kwamba kwa sababu kujua kama ni mume wangu, kwamba unahisi kwamba ni sababu ya msingi. Wewe bosi una namna gani? Bwana, lakini hii ni ofisi, haipaswi kuingia watu ovyo ovyo bwana. No matter what, mimi nilikuwa katika ofisi yangu. Mimi na sio kwamba nimefanya hivyo kwa sababu nakupenda ama nitaka kumdhalilisha. Wewe unasema unanipenda unanipenda, si ndio? Mimi siwezi kupendana na mtu mwenye dharau kwa kila mtu. Kwa nini unakuwa na dharau hivyo? Kwa nini unashindwa kuheshimu watu wengine? Na bwana Aima, kumbuka hapa ni ofisini, wanakuja watu wengi. Sasa unaruhusu vipi mtu mchafu aje katika ofisi yangu bwana? How comes? Hata kama ni ofisini kwako, lakini unapaswa kuheshimu kila mtu ambaye amekuja hapa bila kujali anafananaje. Vipi kama yule mtu anakuwa ni mteja? Okay, basi tufanyeni makosa yangu. Nisamee Aima. Umenikera. Katika siku ambazo umeniumiza ni leo. Alafu naomba uchunge sana mdomo wako. Haijalishi kama wewe ni boss, lakini naweza kujibu vyovyote. Aima aliondoka na alikuwa amekasirika sana. Hakusema kama amemsamehe mwanaume huyu ama la, lakini ni kwamba alikuwa amekasirika sana. Basi kitendo ambacho alikuwa amefanywa mume wake kilimuumiza kama mwanamke. Kwa hivyo alikuwa na haki ya kwenda kumkanya Haris. Akiwa ni mwenye hasira, alienda mpaka ofisini kwake ambako hata kutaka kukaa sana. Alikusanya kila kilicho cha kwake na mwisho aliondoka. Alipofika maeneo ya mapokezi, alikutana na Melissa ambaye alikuwa akizungumza na dada wa kazi wa pale. Aliposikia sauti ya viatu vikiwa vinakaribia eneo lile, akageuka. Macho yake alikutana na Aima, wakatazamana kwa zaidi ya dakika moja hivi. Melissa alichoka na bumbwazi, akauliza, "Aima vipi? Kuna nini? Mbona unakaa na hasira? Nenda kazungumze na bwana wako, mwambie heshimu mahusiano yangu. Mimi sitaki nionekane mbaya wakati niko hapa kwa ajili ya kufanya mambo ya muhimu. Kwa nini kinaendelea?" Atakwambia, au hata wewe dada unaweza kumsimulia kwa sababu umeona kila kitu, lakini mwambie amenikera, alafu mimi sio type ya wanawake ambao anawadhania, alisema Aima, na akaondoka akimwacha Melissa akiwa na maswali mengi sana kichwani. Kwa kuwa alikuwa amechelewa kufika katika eneo lile, Melissa kufahamu nini ambacho kwa kimeendelea, basi kinyago cha lawama kilichochongwa na Aima kikamdondokea. Akauliza, "Kwani kuna nini?" Alimuuliza mtu wa mapokezi. Akamwambia, "Kuna sintofahamu hapa Aima ametoka." Sauti ya Haris iliingilia majibu ya dada wa mapokezi. "Ndio, na uko unataka kwenda wapi?" Melissa aliuliza. "Haikuhusu, nimekwambia ukae mbali na mimi. Achana mahusiano ya watu, wewe vipi?" Melissa alijibu, "Wewe umesemaje? Umenisikia?" Haris alifoka, akanyanyua miguu yake na kisha akatoka nje kwa ajili ya kwenda kumwahi Aima kwa sababu aliondoka akiwa na hasira sana. Basi alipotoka nje, alipeleka macho kulia na kushoto, lakini hakubahatika kumuona Aima. Alipiga hatua hadi katika geti ambalo kulikuwa na walinzi wawili walikuwa wamesimama. "Ameenda wapi?" Haris aliuliza. "Nani?" Mmoja wale walinzi ambao alikuwa ameshika bunduki akauliza Aima. "Ameondoka, amechukua bajaji." Fuck. Haris alipayuka kwa sauti akipiga geti kwa mkono na kisha karudi ndani.
Sasa tunaacha pale, tunakuja upande wa pili ambapo sasa Mama Rian bwana anaongea na mwanae, anambia tangu umerudi hapa hujanisemesha mwanangu, kwani kuna nini? Aliongea Mama Rian ambaye alikuwa amekaa kwenye utefu akimtazama mtoto wake ambaye alikuwa akipiga gitaa kwa hasira mno, lakini pia alikuwa anaimba. Licha ya kusikia sauti ya mama yake, lakini Rian aliendelea kuimba kwa hasira sana. Alikuwa na hasira mno. Kuna nini baba? Sina kusemesha mwanangu. Mimi siko sawa mama. Kuna shida gani? Mama, hivi hao matajiri wanatuchukuliaje labda? Wanatuona sisi maskini hivi, wanatuonaje sisi? Aliongea Rian akiwa na hasira sana. Kwani kuna nini? Au sharibu kwa bosi wa Haima? Bora tangi kwa hivyo mama. Ila yani hata sijui nisemaje, ila mimi nahisi kudharauliwa, mimi sipendi dharau jamani. Yani mimi kufananishwa na mwizi kweli? Ina maana katika ile ofisi hakuna mtu mwingine, hakuna mtu yote ambaye ananijua Kila siku mimi sinaenda pale, kwa nini nifananishwe na mwizi? Nini kwani kimetokea? Mama aliuliza. Basi Rian ilibidi amsimulie kila kitu ambacho kimetokea. Masimulizi yake yamepatana na hasira pamoja na machozi kwa mbali. Alikuwa amekasirika kweli. Alijiona ni mtu ambaye hana thamani kabisa. Pole, lakini ndo walimwengu, na hata hivyo mimi sikuwa na. Mama Rian alishindwa kuendelea kuongea baada ya kusikia mlango unafunguliwa. Kila mmoja alitupa macho katika mlango na kutazama nani anayeingia. Alikuwa ni Haima ambaye alikuwa akirudi katika eneo lile akiwa na hasira sana. Kwenye uso wake alikuwa na hasira na hilo lilionekana. Alipofika kitu cha kwanza alikuwa ni kumkimbilia mume wake, akamkumbatia, akamwambia mume wangu naomba unisamehe. Mimi ndo mkosefu mume wangu. Aliongea akiwa analia. Akamwambia hoja nikosea, lakini mwambie bosi wako aache dharau. Nimekosea sana mume wangu na nimeshazungumza naye, lakini naomba unisamehe mimi mume wangu. Jamani, sidhani kama ni swala kubwa kiasi hicho mpaka mnaanza kulia hivyo. Mbona mnanichanganya? Mariana aliongea, akainuka na kwenda kuwakumbatia watoto wake wote wawili. Alifahamu kama dharau zinaumiza, lakini hakuwa tayari kuwafanya wawili wajihisi kama ni wanyonge. Kwa hivyo akiwa kama mzazi, aligeuka na kuwafariji, kuwakumbatia, akawapa maneno matamu sana na mazuri. Mimi najua mume wangu unanipenda sana na ndio maana unaniletea chakula kila siku. Najua unafanya kwa ajili ya mapenzi. Basi siku hizi mimi nitakuwa na. Basi Rian hakumaliza kuongea, sauti ya simu ya Haima imeita. Kwa kuwa ilikuwa katika mkoba, ikabidi aitoe kuitazama. Alikuwa ni dada yake, alikuwa anapiga. Basi haraka alipokea. Japo sura yake ilikuwa imebadilika sana. Alikuwa anajiuliza dada nataka kuongea nini? Alipokea akaambia dada shikamoo. Umechoka sana kazi, si ndio Umechoka kazi na kuuliza. Alizungumza dada yake kwa jazba sana. Wakati maongezi yanaendelea, Marian aliamua kumvuta mtoto wake nje sebuleni, kisha walimwacha Haima akae akizungumza mwenyewe, kwa sababu anajua simu za ndugu zake siku zote huwa zinakuwa zina makelele. Kwani kuna nini? Yaani nakutafutia kazi, afu unatoka bila hata kumpa bosi wako taarifa. Hivi una akili kweli wewe? Hiyo kazi ni ya kwako Tena unamfokea bosi wako. Una akili wewe? Kwa sababu mimi ningefanyaje dada? Ungefanyaje? Yaani wewe mume wako ambao unampigania kila siku hivi anakupa nini wewe mwanaume jamani? Anakulisha mwanaume, anakupa hela, ana nini Wewe kila siku unampa hela, unamtunza, bado anakuja hapo anafanya fujo, unamtukana bosi. Una akili wewe? Dada hiyo bwana haiwahusu bwana. Na hii sio sababu ya Haris kumvunjia heshima mume wangu. Huyu ni mwanaume wangu jamani. Hivi Haima una akili kweli wewe? Wewe utakuwa lini wewe mtoto? Kwa dada mimi sina akili. Una akili? Wewe unamtukanaje bosi wako wewe? Kisa mwanaume wako. Mwanaume mwenyewe hana mbele hana nyuma. Mwanaume anakuja ofisini kufanya nini? Bosi gani ambaye atakuwa na radhi kuona mnashikana kwenye ofisi yake? Wewe una akili wewe? Dada kwani ambaye amekwambia kwamba sisi tuko tunashikana na nani? Na kuhitaji nyumbani muda huu. Sasa ole wako usije. Ole wako. Aliongea dada yake na simu ilikatwa. Basi Haima alijikuta anazidi kuchanganyikiwa. Pumzi nzito ilitua katika uso wake na alitazama simu yake ambayo ilikuwa mkononi. Hakujua nani ambaye alikuwa amemwambia dada yake kuhusu kile ambacho kimetokea, na isitoshe kiliongelewa kitu kingine. Kuna nini? Mbona umepoa? Rian alikuja kumuuliza mke wake na alikuwa anatoka mwenyewe bila hata mama yake. Dada anasema kwamba ananihitaji nyumbani kwake. Kuna nini kwani? Hata sijui nani kwanza amwambia habari za ofisini kwamba nimeondoka. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini acha niende kwa sababu amefoka. Haya basi sawa, usichelewe. Sinajua baadaye nitakuwa na show pale downtown. Kumbe ndio leo mpenzi. Ni leo, kwa hiyo uwepo wako ni muhimu sana. Kama hutoshangilia unafikiri nani ambaye atakuja kunishangilia sasa? Basi hamna shida. Mama kwani ameenda wapi? Ametoka mara moja, amesema naenda Chamwino kwanza kununua mboga. Basi sawa. Akirudi utamwambia basi kwamba anatoka. Ila dada naye sijui ananitia nini. Basi mazungumzo yalifika kikomo pale ambapo Haima ilibidi ajiandae kwa ajili ya kwenda kwa dada yake, ambako pia alijua wazi kwamba kungekuwa na mashtaka, ingawaje hakupenda kumwambia mume wake nini ambacho kimeongelewa. Lakini kwa upande wa mume wake, naye usiku huo alikuwa na show akiwa kama msanii sindikizi ambaye angetumbuiza katika ukumbi huo. Alikuwa alibaki nyumbani pale akiendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na hiyo show ambayo ana usiku. Sasa upande wa pili ni Haima sasa yuko pamoja na dada yake. Dada anamwambia hivyo unataka kuchezea bahati, si ndio? Ilikuwa ni sauti ya Alma ambaye alikuwa amekaa katika sofa akimtazama ndugu yake ambaye alikuwa amekaa upande wa pili. Walikuwa wametenganishwa na meza kubwa sana ambayo ilikuwa na glasi za juice, na kila mmoja alimtazama mwenzake kwa nyakati tofauti tofauti, huko akizungumza kwa kuachiana nafasi. Dada, hata kama ungekuwa wewe, sidhani kama ungevumilia mume wako aitwe kibaka, sijui panya road, sijui mzo ataka. Kwa dada ungevumilia mbele za watu?
Sasa kama anafanania je? Alma aliuliza akaendelea, hebu nisikilize. Nafasi ambayo wewe unaichezea kuna watu wengi sana wanaitafuta hiyo nafasi kama yako. Mimi nimekuita hapa kwa sababu nakupenda. Mimi ni dada yako. Usione kama kuna mtu ambaye anakuchukia. Nyinyi mnanichukia kweli, mngekuwa mnanipenda, mngeniheshimu na mngeheshimu furaha yangu. Kwa nini msiniache nifanye kile ambacho naona ni sahihi jamani? Ni maisha yangu, ni mahusiano yangu, ni mapenzi yangu. Kwa nini mheshimu hilo? Kwenye usahihi gani sasa unaongelea? Kumtusi bosi wako au? Yaani wewe wakuolewa na ule chokora kweli? Mwanaume ambaye anaishi kwa mamake. Hivi una akili kweli Aima wewe? Dada, yale ni maamuzi yangu. Mbona wewe mna mtu ambaye amekupangia kuishi na mwanaume wako? Sasa sikia, hiyo ni maamuzi yako ama sio yako? Unatakiwa kuolewa na Haris. Tayari mbuzi ameshapelekwa Kibra. Wewe unakama wapi mdogo wangu? Haris anakupenda. Sasa kama simtaki, utataka tu. Mimi ndo ambaye nasema na utaona sasa. Yaani mimi, wewe unasema hutaki kwa njia ya amani. Sasa sisi tutafanya kwa njia ya shari. Alma alimwambia, "Kwa nini muhimu mimi niolewe na huyo mtu ambaye mnamtaka?" Hiyo sio swala la mimi kunijibu, nimeshakupa taarifa. Okay, kama ni muhimu basi olewa naye wewe huyo Harifu. Olewa naye huyo bosi wewe. Mimi binafsi nimeshakataa. Kwa hiyo kama unamtaka utaolewa naye kwa mara ya pili. Hivi mtoto unaongeje? Unajua mimi ni dada yako, umenisikia. Sasa wewe endelea kujifanya jeuri. Lakini hii ndo yako, naipa wiki moja tu majibu utayapata. Utaolewa na Haris. Kama unataka unione mbaya dada. Kama unataka kunigeuza mimi undugu na mimi na wewe uishi, unataka kuniona na roho mbaya kuliko mtu yote, basi thubutu kuvunja ndoa yangu. Dunia inanitambua kama mwanamke katili sana na nitakuonyesha. Mimi sitakuonea huruma katika maamuzi ambayo nitachukua. Yaani mimi undugu na wewe utaisha. Tafadhali naomba nisiingilie kwenye mahusiano na mume wangu tafadhali. Aima aliongea, alimchimba mkwara dada yake na kisha aliondoka. Aima huyu hakuwa tayari kabisa kumuelewa dada yake. Yaani kile ambacho alikuwa anakizungumza aliona kama anamchanganya hivi. Achi penzi la Ryan. Yaani huyu ndo kila kitu katika maisha yake. Hakutaka kusikia. Mtu yote ambaye alitaka kumuongelea mume wake basi aligeuka kama ni adui. Basi licha dada yake na mama yake kusimama kidete wakimtaka mwanaume huyu amwache mwanamke Aimani, amwache ndugu yao, lakini ngoma ilikuwa ifui dafu kwa sababu Aima alimpenda sana mwanaume wake Ryan. Sasa ni siku nyingine, usiku tayari ulikuwa umetia nanga katika mji wa Morogoro. Magari barabarani yaliendelea kupishana huku watu mbalimbali wakiendelea na mishimishi zao. Waliopenda burani walikuwa wameshafika katika waliopenda burudani walikuwa wameshafika katika ukumbi wa Downtown Club, na ilikuwa ni baa pia ambayo ilikuwa ni maarufu sana kwa ajili ya kufurahia tukio la utumbuizaji wa wasanii wakubwa kutoka Morogoro na nje ya Morogoro. Sauti ya muziki mkubwa iliendelea kusikika ndani ya ukumbi huu. Watu walikuwa wakiimba, wakishangilia kwa nyakati tofauti tofauti. Ukumbi ulikuwa umefurika mno, tofauti na siku zote. Basi waliopenda mpira pia walikuwa katika runinga, waliopenda pombe walikaa katika meza wakipatiwa vinywaji, na wale ambao walipenda burudani waliendelea kuwatazama wasanii. Wasanii mbalimbali tangulizi walikuwa wakipanda jukwani, wakishuka, na wengine walikuwa wamekaa nyuma wakisubiri zamu yao ili wapate kutumbuiza. Miongoni wa wasanii ambao walikuwa bado hawajatumbuiza alikuwa ni Ryan ambaye alikuwa nyuma. Mke wangu atakuwa ananitazama. Na mkubwa sana ya kumuona akinishangilia. Yaani hata kama sina wimbo ambao unajulikana, lakini nitakisha naimba vizuri. Yaani lazima apende huo wimbo. Alikuwa akijiambia kwenye nafsi yake akitazama gitaa. Aliamini kwamba mke wake lazima atakuwepo hapa kwa ajili ya kumshangilia, kwa hivyo alitaka kuimba kwa ajili yake. Sasa upande wa pili wa ukumbi ambako jukwaa lilikuwa likiangalia, kulikuwa na Aima ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti akichezea simu yake. Akili na umakini ulikuwa kwenye simu yake akijaribu kupitia baadhi ya meseji. Hakuwa anapenda sana muziki na kwenye kumbi za starehe mara kwa mara hakuwa anaenda, lakini siku alikuja kwa ajili ya kumpa company mume wake, ikiwa kama ni sehemu ya utafutaji wa kile kitu ambacho anakipenda. It's my time now babe. Meseji kutoka kwa mume wake iliingia katika simu na akaeka tabasamu, macho yake yakasafiri hadi katika jukwaa. Ilikuwa ni meseji ambayo ilimuonyesha kwamba amelimjulisha kwamba ni zamu yake mwanaume kwenda kuimba. Basi binti alikuwa na hamu sana kumuona mume wake kwa mara ya kwanza kitumbuiza. Alitamani kumuona Ryan akiimba, akishangiliwa na watu ambao walikuwa wamefurika mahali pale. Hakuwahi kumuona akifanya hivyo kabla. Zaidi sana alikuwa akiimba siku ya mahafali chuoni, lakini kwenye utumbuizaji ambao ulikuwa na watu wengi kama hivi ilikuwa haijawahi kutokea. Kwa hiyo alikuwa na hamu sana ya kuona. Basi baada ya dakika 2 Ryan alipanda jukwani, akaweka gitaa lake sawa, akaanza kuimba. Sauti yake ya kwanza iliibua hisia kwa kila mwanamke ambaye alikuwa akimsikiliza. Wimbo ulikuwa ni mzuri sana ambao aliutunga kwa ajili ya mke wake. Ulipenya katika sikio la kila msikilizaji. Basi wote sasa walimpa umakini, na hata walikuwa wakitazama mpira wataka kujua ni nani ambaye anaimba, nani ambaye ana sauti nzuri namna hii na mashairi. Huyu ni nani? Sauti ya msichana ilisikika nyuma ya Aima. Ibidi Aima ageuke na kumtazama msichana mmoja ambaye alikuwa ni mzuri sana kimuonekano, alikuwa na mavazi mazuri kuliko hata yeye. Alimtazama yule msichana ambaye alikuwa amekaa na wenzake. Wasichana wengine pia hakuacha kudondosha sifa kwa kile ambacho alikuwa anakisikia bila kujali kwamba walikuwa wanatazamwa na nani. Sije kuona mwanaume ambaye anaimba kama huyu jamani. Yani akiwa hajaoa haki Mungu pale anajipeleka. Inaonekana mke wake anafaidi soko sauti ile. Yani buvuta picha uko na kitandani afa na kuimbia live. Jamani, mimi mbona nachanganyikiwa?
Jamani mimi nimewahi. Yaani akishuka tunaenda kupiga naye picha. Wewe picha tu. Mimi nataka mpaka namba yake. Mungu wangu. Nipeni simu yangu jamani nimchukue video. Yaani napenda anavyoimba. Jamani afu ni handsome kapitiliza. Hebu muangalieni. Basi kwa mara ya kwanza mimi nikajua ni Bruno Mars, sijui aisee anajua afu anajua tena. Yaani I can't wait ni kesho nitaenda kuambia watu chuoni kwamba nimemshuhudia msanii ambaye anajua kuimba hatari. Hizi zilikuwa ni sauti za wasichana ambao walikaa nyuma ya Aima, walikuwa wakimsifia mwanaume wake. Basi Aima aliweka tutabasamu, akafurahi kuona mwanaume wake basi anasifiwa na kila msichana. Lakini ghafla tabasamu lake lilipotea mara baada ya kuona msichana mpanda jukwani akatupa hela. Mapigo ya moyo alienda mbio kwa sababu ile msichana alikwenda akamshika kiuno Ryan akaanza kucheza na hili muuma. Moyo wake ulimuuma. Akaona huu moyo unataka kufanya nini jamani? Hebu moyo poa jamani. Poa nisije nikaua mtu, alisema kwa hasira na hakuacha kutetemeka. Tayari alishakuwa mpata wivu juu ya kile ambacho kinaendelea kwa mume wake. Basi hamu ya kuendelea kuangalia kile ambacho kinaendelea ilimuisha. Alijuta kwa nini amekuja pale, akamtazama mume wake anashikwa na wanawake tofauti. Alishindwa kuvumilia. Baadaye aliamua kutoka nje na mume wake alikuwa amemaliza hata kuongea. Akasema Mungu nifundishe kuyakabilia mambo jamani. Usanii wenyewe ndio huu, alisema hivyo. Basi wakati huo Aima akiwa nje upande ndani watu waliendelea kuburudika na burudani safi ambayo ilikuwa ikitolewa na Ryan. Kila mmoja alikuwa akifurahia kile ambacho alikuwa akikisikia kutoka kwa mwanamume huyu. Dakika 10 mbele alikuwa amemaliza kutumbuiza na kisha alishuka katika jukwaa. Wasichana walimkimbilia wakaomba kupiga naye picha, wengine wakamuomba namba. Kwa kuwa alihisi kwamba Aima angekuepo, basi aligoma kutoa namba. Lakini kwenye picha alikubali. Hii ilikuwa ni nafasi kwa kila msichana ambaye alikuwa katika eneo lile kupiga naye picha mpaka alipotosheka. Basi Ryan alitazama kulia na kushoto kama angemwona mke wake, lakini hakumuona. Atoa simu yake mfukoni na kumtumia message, akamwambia uko wapi? Akamwambia niko nje karibu na gym. Mbona umetoka sasa? Sidhani kama naweza kuangalia hisi. Wadada wanakushikashika hivyo jamani, niko na wivu. Jamani mke wangu. Haya sawa nakuja. Alituma message kisha akaelekea nje kufanya mazungumzo na mke wake. Basi siku ilikuwa ni nzuri sana kwa Ryan katika maisha yake. Ilikuwa ni siku ambayo umaarufu ulianza kumnukia, kushangiliwa na mashabiki, hasa watoto wa kike ndio kitu ambacho alikuwa anakiomba muda wote. Na leo Mungu ameamua kumfungulia njia. Basi alipotoka nje walichukua bajaji na kisha wakarudi zao nyumbani. Lakini njiani Aima hakuacha kumpongeza mume wake, akamwambia kwamba aendelee kupambana kwa sababu anaimba vizuri na anaonekana kwamba ataenda kufanikiwa. Basi siku iliisha na hatimaye ni asubuhi imetia nanga. Mshale wa saa kwa kila mmoja ambaye alikuwa na uwezo wa kumiliki ulikuwa unaonyesha kwamba ni saa 4 kamili asubuhi. Muda huu Aima alikuwa tayari yuko ofisini kwake akiendelea na mambo yake mengine kama kawaida. Basi akiwa anajaza baadhi ya taarifa, kumbukumbu za matukio ya jana, haya kuacha kumrudia katika kichwa chake. Wala wasichana sio alichukua namba ya mume wangu jamani. Alikuwa anasema kwa sauti ndogo kabla ya kubadilisha dhana yake. Mume wangu anahitaji mtaji mdogo tu ili aweze kufika mbali. Nitapambana ili tufanikiwe kwa pamoja. Yaani nitawekeza hela, sidhani kama nitakuja kumwacha. Naamini nikimwekezea kiasi fulani mume wangu atatoka. Basi binti alikuwa tayari kujitoa kwa ajili ya mume wake. Kwake kuwekeza hela ama kutoa pesa kwa Ryan afanye masuala ya muziki ilikuwa ni swala la kawaida tu. Aliamini kwamba kufanikiwa kwa Ryan ndio kufanikiwa kwake. Aliwekeza muda na nguvu na pesa, aliheshimu kila kitu. Alipenda na kuthamini kile ambacho Ryan alikuwa anakifanya, lakini alikuwa akichukiwa sana na familia yake kwa vile ambavyo alikuwa anambeba sana huyu mwanaume wake. Basi akiwa katika dimbu la mawazo, baadaye mlango uligonga. Ingia, sauti ilimtoka bila kujua ni nani ambaye alikuwa amemruhusu. Lakini katika mlango utazama ni nani, baadaye alimuona ni Haris ambaye aliingia akiwa ameshika maua mkononi. Ilikuwa ni kama ishara ya upendo na kuomba msamaha kwenye kile ambacho amekifanya. Nimekuletea maua. Kwa hiyo unaona mimi nafanana na nyuki so hivyo jamani, mbona uko hivyo Aima jamani, nimekuja kuomba msamaha. Kwani umekosea wapi? Wote ni upendo wangu kwako. Umenikosea mimi au mume wangu? Anyways, huu ni muda wa kazi, nitakiwa kuwasilisha baadhi ya nyaraka kwenye mfumo wa TRA. Kwa hiyo weka hapo mezani na unaweza kuondoka. Aima alizungumza bila hata kumwangalia Haris usoni. Macho yake yalipeleka katika kompyuta, akajifanya hana habari kabisa na ugeni ambao umekuja mbele yake. Aima, hivi kwa nini unakuwa hivi? Mimi siko tayari kumsaliti mume wangu bwana. Nimeshakwambia mbona mimi na kazi nataka kufanya. Lakini unahitaji kunisikiliza. Then hebu niache nifanye kazi bwana. Mimi ni mtu pekee ambaye najua hii kampuni inaendeshwaje. Kwa hiyo ungetaka hivyo hata hebu niache bwana. Basi baadaye mlango ukawa umefunguliwa, na mlango kufunguliwa sauti yake ikawa imesikika. Kitu ambacho kilifanya wote sasa watulie kwa sababu mazungumzo yao yaliingiliwa. Kila mmoja alitupa macho mlangoni kutazama nani ambaye alikuwa ameingia, na hakuwa mwingine, ilikuwa ni Melissa. Melissa, umefuata nini? Haris aliuliza akifoka akimtazama Melissa ambaye alikuwa amesimama mlangoni. Nijua tu utakuwa huku, alisema Melissa akibinua midomo yake. Kwa hiyo unamtongoza mke wa mtu, si ndio? Huyu ana mume wake jamani. Sidhani kama unapaswa kumletea maua. By the way, Aima ulikuwa unaitwa nje huko, Melissa alisema na akaondoka.
Basi Haris alibaki akiwa na hasira, hakupenda kuingilia mambo yake na Melissa. Ni mwanamke ambaye alikuwa anampenda, lakini ndio hivyo. Aima naye baada ya kuambiwa hivyo kwamba anaitwa nje, akaona kama ameokolewa hivi, akaamua kutoka na kwenda kumuona mtu ambaye alikuwa anamuita. Sasa ni upande wa pili, tunaona kuna mazungumzo hapa. Mzee, jana umeupiga mwingi kinoma, yani pisi zimekushangilia mpaka nikasema mwanangu ushakuwa superstar. Jana mwanangu acha tu, yani nilikuwa na vibe, yani sasa unajua tena wife alikuwa pale chini, kwa hiyo nikawa naimba kutoka moyoni. Yani sema big up mwanangu, unajua sana kuimba, yani amini. Kaza mwanangu, utatoboa. Usijali mwana, kawaida tu, unaelewa tena. Basi hizi zilikuwa ni soga na pongezi kwa kile ambacho Ryan alikuwa amekifanya jana usiku. Pongezi hizi zilikuwa zikitolewa na wenzake wanne wakati akiwa maskani kwao maeneo ya Ipo ambako kila siku jioni huwa wanakutana. Basi mdau alikuwa akipokea pongezi na kuacha kuzichukua kwa sababu aliamini kile ambacho alikuwa anakifanya ilikuwa ni kitu kizuri. Unajua kuna ule muda bwana, pisi zilikuja zikamwaga pesa za kutosha, nikasema ningekuwa mimi ningeokota hela alafu nikashuka jukwani shwa. Mwanangu wezi amini, hakuna hata mmoja ambao mimi niliokota. Leo anashindwa kuendelea kuzungumza. Sasa macho yake alisafiri hadi barabarani ambako alimuona binti mzuri sana akitembea kwa miguu. Binti huyu hakuwa mwingine, alikuwa ni Camilla ambaye alikuwa anaelekea nyumbani kwao. Alikuwa amevaa kitopu chake cheupe chenye kuishia juu ya kitovu hivi, kikoti cha blue kilikuwa kinaendana na pensi fupi hivi, kilikuwa kimefunika kitopu chake kwa chini maeneo ya nyuma, na alikuwa mbeba mkoba mweupe ambao uliendana na kitopu. Chini alikuwa na raba aina za Nike zikiwa na rangi nyeupe. Camilla alikuwa amependeza, alikuwa amenona kinoma, alikuwa amependeza sana. Utembeaji wake sasa ulikuwa taratibu mno, binti na maringo. Sasa muda wote macho yalituama katika mwili wake na kushuka mpaka miguuni. Kila alikuwa akipishana naye kuacha kumtazama binti. Binti alikuwa amependeza mno. Kichwani alikuwa na nywele fupi ambazo alikuwa amezipanga katika rangi hivi, na katikati akawa ameziacha hivi kwa pembeni. Mzee unamwangalia sana yule demu, shamtamani ni mmoja wa watu ambao alikuwa amekaa na Ryan. Alimwambia, pisi ni kali kinoma. Yule wa wapi? Kwa nini namjua? Mimi nitamjulia wapi? Tatizo muda wote upo kwako, umejifungia na Aima huko, uone hata mali safi. Utaona wapi unakaa ndani? Najuta kuoa mapema. Ryan aliongea kitu ambacho kilifanya wenzake waangue kicheko. Basi ukiwa katika kicheko cha kufa mtu, Ryan aliendelea kumtazama Camilla kwa macho, tamaa ya kumjua zaidi kamwingia. Akarudisha macho kwa wenzake akauliza, kwa hiyo anakaa wapi? Wewe nenda bwana kazungumze naye kama unaweza. Basi mimi ni star babu, kwanza nafika pale namwambia mambo mrembo, unadhani atachomoa? Basi ila una mke mwana, alafu mkeo anakupenda kinoma, ushasahau. Mmoja wa marafiki zake ambaye alikuwa kimya muda wote alimkumbusha, mzee mke yupo home bwana, mimi sinazama tu mle naenda tuona unajipisi mwanangu. Pisi ni kali kinoma. Yani ona ambavyo anatembea kwanza. Kumbe ni fursa. Basi ngoja nizame, yani naenda. Ngoja nimwae kabla hajafika mbali. Alisema Ryan akiwa anaenda kumfuata Camilla. Basi maneno ya rafiki yake mwisho hakutaka kuyasikiliza. Yule ambaye alimkumbusha kwamba una mke nyumbani. Ryan aliamua kumkimbilia Camilla na kisha alimsimamisha na akazungumza naye, na alikuwa anataka kuzungumza naye kama ikiwezekana basi wabadilishane hata namba. Akajikuta amewaga wenzake, huyu akaenda kumwahi mrembo. Hey mrembo, mambo? Ryan aliongea baada ya kumfikia. Poa, mzima? Mzima. Sorry. Yes, naitwa Ryan. Alisema akimpatia mkono Camilla na kumtazama usoni, kujiongezea kujiamini. Camilla kwa dharau akanyosha mkono wake akapokea mkono Ryan, afa akabinua mdomo wake akamwambia, thanks, I'm Camilla. Wow, una jina zuri. Then nimekuona nikasema nizungumze nawe kidogo. Mazungumzo gani tena? Na mazungumzo. Kwa nini unanijua? Hebu acha kuchekesha watu basi. Uenda kuzungumza kwetu ndio ikawa mwanzo kujuana. Okay, ulikuwa unataka kusemaje? Mazungumzo yapi yani? Ni marefu kidogo, but can I get your phone number if you don't care? Naweza kupata namba yako? Aliuliza Ryan. Basi kwa jinsi ambavyo alionyesha kujiamini mbele ya Camilla, ilikuwa ni nafasi nzuri kwake kupata namba. Hatimaye Camilla alitoa namba kweli bila hata wasiwasi. Wow. Nampa wiki 2 tu, lazima wewe wa kwangu. Naitwa Ryan, asali ya watoto wazuri. Ryan alikuwa akijisemea hivyo kimoyoni na alikuwa akiendelea zake kuandika namba. Tunatoka pale, sasa ni majira ya saa 3 usiku. Aima alikuwa zake ndani akipiga story na mama Ryan. Moyoni mwake alikuwa na wasiwasi dhidi ya kuchelewa kwa mume wake ambaye mpaka muda alikuwa hajafika nyumbani. Haikuwa kawaida kwa Ryan kuchelewa kurudi nyumbani. Mara zote alikuwa ni mtu ambaye jua linapozama basi pua yake ingekanyaga maeneo ya nyumbani, lakini siku hii ilikuwa tofauti kidogo. Basi Ryan alikuwa anaendelea kupiga stories hapa na pale na washikaji zake kuhusu kupata namba ya mrembo Camilla. Mume wangu sijui amepatwa na nini leo, mbona arudi? Aima aliongea kimtazama mama Ryan. Mimi nishajichokea kwa kweli. Njaa na nyuma hivi pokuwa tule tu. Kwa nini tusimsubiri kidogo pengine huko njiani? Bwana mimi nimechoka bwana. Yaani mimi njaa yangu ishafika mpaka miguuni. Yaani wewe kama utamsubiri msubiri mwenyewe. Mama bwana, si unajua kabisa mimi siwezi kula bila mume wangu jamani, aswa usiku. Basi kama ni hivyo mimi naomba unipakulie mimi nile. Basi Aima
Alinuka kaelekea alipoweka sufuria la wali na mboga, kapakua na kisha akarudi kwa Mama Rian. Na hii tabia sio ameanza lini. Mama yake alizungumza akiwa na hasira, akiwa anapokea sana. Usikute hapo studio, kwani ulimpigia? Nimempigia mara 2 hivi lakini hajapokea. Hii tabia kuchelewa kurudi nyumbani mimi inanikera. Dunia imeisha sasa hivi. Basi mama, bwana, inatosha, kula ushibe ukalale, mimi nitamsubiri. Kwa hiyo wewe mimi namsubiri mume wangu, alisema Aima. Haya, sawa bwana, wewe kufa tu na njaa. Mimi yako siwezi bwana. Cha kufia nini nife njaa kisa kumsubiri mtu? Mama Rian aliongea kitu ambacho kilimfanya sasa Aima ajikute anacheka. Basi mapenzi ya Aima kwa Rian yalimfanya mama kutingisha tu kichwa. Kwa kuona upendo wa dhati kama ambao alikuwa anaona kwa Aima. Aima alimpenda sana mume wake. Aliona kama miongoni mwa wanawake ambao walikosa kabisa kwenye zama za sasa hivi. Sasa kutokana na zama za mapenzi mpaka sasa hivi zama za pesa, ilikuwa ni ngumu sana kumpata mwanamke aina ya Aima eti nisipokuona sio chakula akipiti shingoni. Alijua hiyo ni mistari tu, lakini ndio hivyo, Aima kwake ilikuwa ni mistari ambao anaishi kweli, hawezi kula bila mume wake. Basi leo fahamu wanawake wa rika lake jinsi walivyo pindi wakihisi njaa, lazima wangejipakulia wakala afu baadaye wangekula tena. Lakini Aima kwa hivyo alikuwa radhi, basi kama atakana na njaa kaya msubiri mume wake wale pamoja, alikuwa anampenda sana. Basi baada ya chakula kumalizika, Mama Rian aliaga anaenda kupumzika. Sebuleni alibaki Aima ambaye aliendelea kumsubiri mume wake. Alikaa kwa zaidi ya nusu saa hivi, usingizi ukampitia. Lakini kabla hajalala vizuri, mlango uligongwa. Hakuwa mwingine ambaye aligonga, alikuwa ni mume wake kipenzi. Basi alinuka akaenda kufungua, macho yake yakutana na macho ya mwanaume huyu ambaye alikuwa anampenda kupitiliza. Umechelewa sana kurudi leo mume wangu, ulikuwa wapi? Kuna voko nilikuwa nataka kuingiza, kwa hiyo kulikuwa na watu wengi sana studio, nikawa nasubiri. Basi nikawa na wasiwasi, nimefikiria sana jamani. Usijali bwana mke wangu, mimi nilikuwa sehemu salama tu, na hata hivyo simu ilikuwa mbali. Si unajua tena ukikaa production na sauti hayatakiwi. Sawa mume wangu, lakini nakupenda bwana, mimi nilikuwa na wasiwasi, usije ukaniacha. No babe, mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa nini nikuache jamani? Naanzaje yani? Sijui, maana nyinyi wanaume tamu eleweki. Aima aliongea, akainuka na kwenda kuweka chakula kwenye utefu, na hapa ndipo sasa mlo ulianza kuliwa. Sasa kilikuwa ni chakula kitamu ambacho ndoa hao walikuwa nakula pamoja, na kila mmoja alifurahia uzuri na utamu wa chakula. Wakati anaendelea kula, kichwani kwa Rian ilikuwa inapita sura ya Kamila. Alikumbuka jinsi ambavyo mrembo huyu alikuwa akiongea, vile ambavyo alikuwa akitembea, na vile ambavyo alikuwa anaonekana. Uzuri wake ulizidi kumtamanisha kummiliki mrembo huyu kwa namna yoyote ule. Imagine. Haya, umakini katika kula ulipotea. Umakini katika uso wa mke wake ambaye alikuwa mbele yake akimsemesha maneno matamu ulihama kabisa. Akili yake ikawaza, atamuingia vipi Kamila? Atafanya nini kumfanya mrembo yule mkubali? Alijiona anapaswa kutekeleza jambo hili haraka iwezekanavyo bila hata kuchelewa. Basi atoa simu yake akamtumia message ambayo alijitambulisha kwamba yeye ni nani. Basi akawa anajembea kichwani, kesho mke wangu akienda kazini nitazungumza na Kamila kiundani kabisa, alijisemea moyoni akiendelea kula chakula. Haya, tunaacha pale. Usaliti umeanza msikilizaji, na usipate hasira, ndo kwanza tunaanza. Ni upande wa pili sasa. Kuna mazungumzo. Kamila anamwambia kaka, vipi? Mbona hujanipanga? Ilikuwaje kuhusu Aima? Aliongea Kamila wakiwa wamekaa kwenye kiti nje ya nyumba yao. Kumbuka walikubaliana kwamba mtongoze Aima, mbona ni binti mzuri. Usijue kwamba kaka ameshatongoza sana lakini imeshindikanika. Akamwambia bwana, nilisahau bwana, mambo yanazidi kuwa magumu. Kwa nini? Acha tu dadangu. Mwanamke yule bwana nilijaribu. Hanitaki hata kuniona, hataki hata kunisikia, ikiwezekana hataki hata kuniona ofisini. Basi tu mimi ndio mwenye ofisi. Sasa shida iko wapi? Unajua alikuja pale siku moja, sijui mume wake sijui, akawa nikamtemea shit, nikamdharau. Mambo ndo yakaenda mrama kabisa. Kumbe kaolewa? Kamila aliuliza. Haris ilibidi alisema uhusiano ya Aima kwamba alikuwa na mwanaume ambaye anaishi naye, lakini huyo mwanaume hana muonekano, hana nyumba, hana maisha mazuri, yani hana chochote. Lakini ndio hivyo, ana upendo tu. Aima ndo anampenda mume wake. Akamwambia kaka pole. Lakini basi Kamila kabla hajamaliza kuongea na kuzungumza na kaka yake, kwenye simu yake iliingia message. Kwa mwingine ambaye alimtext wakati huo alikuwa ni Rian. Alisoma kwa juu, akaipuuzia, akaendelea na mazungumzo. Kwa tunafanyaje sasa kaka? Sidhani kama kuna kitu ambacho kitashindikana kwenye pesa. Nitatumia kila mbinu mpaka nimpate. Kwa nini usitafute tu siku atoka mtoa out? Nimejaribu Kamila kila kitu. Binti ni mgumu kama nini. Hebu panga hata ziara ya kikazi basi na wewe usafiri naye. Kwani au ulipangaje? Okay, kesho nitaenda kuzungumza na dada yake maeneo ya Mafiga kwa sababu ndo alimleta pale ofisini. Lakini ni mke wa mtu kaka. Ndio maana kukaa kuna talaka bwana. Wale ni Waislamu bwana, kwa achana, mbona so big deal? Swala la muda tu. Mtu akikukera unatoa talaka kama majani shwa. Utasikia fungasha virago vyako, rudi kijijini kama bestinaso. I say. Lakini mimi sidhani kama ni njia nzuri. Mpangie labda safari ya kikazi, mpeleke hata Zanzibar huko. Nenda naye, ongozana naye. Mkiwa wawili huko, mimi naamini ataelewa. Hapo ndo ninapokupendaga mdogo wangu. Yaani una mawazo kweli kweli. Basi ndio hivyo, mimi acha nikapumzishe fuvu langu, sasa hivi nimechoka. Kamila aliongea, akaomba kuondoka mahali pale
na kurudi ndani kupumzika. Basi kaka yake hakutaka kumpinga, alimpa ruksa mdogo wake na yeye akaondoka. Alifika mpaka sebuleni ambako alimkuta mama yake akiwa anatazama runinga. Basi naye alisogea karibu yake na akampiga busu kwenye paji la uso. Tabasamu laini ilikuwa kwenye sura ya mama Haris ambaye alimtazama. Akamwambia, mama nakupenda. Unaonekana ni mwanamke unayejali sana mwanangu. Mama, kwa nini? No, siku hizi umekuwa unaniambia unanipenda sana, yani mpaka nahisi faraja. Au kuna kitu nataka? Mama bwana, mimi si unajua sina hata mwanaume ambaye nampenda. Kwa hiyo upendo wote nimekupa mamangu. Akitokea mwanaume nikampenda, basi nitahamia kwake, nitakuacha. Na ndio hivyo, nikipata mtoto ndo kabisa unisahau. Ndio hivyo. Kwa hiyo wewe enjoy tu sasa hivi ninavyokuambia nakupenda. Basi mama alicheka akasema, jamani, mwisho nije niacho jamani. Haya basi ngoja mimi nilizangu kulala. Kamila aliongea akapiga hatua kuelekea chumbani. Basi akiwa chumbani amejilaza, simu yake ilikuwa mkononi, ikaita na jina la msichana Molly lilijitokeza. Huyo alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana ambaye muda wote walikuwa wanakaa napiga stories za umbea pale. Akapokea simu, alifahamu kabisa kwamba huenda kuna ubuyu, maana hawa mashoga hamna kingine wanaongeaga zaidi ya umbea. Niambie Molly. Na good news. Zipi hizo? Mbona unanipa kimoyo mwenzako jamani? Bwana, jana nilienda pale downtown. Nasikia watu mmeenjoy, sijui nasikia mmeimba. Nikasema ningekuepo mbona ingenoga. Yaani acha tu ndugu yangu. Kulikuwa na watumbuizaji kama 20 hivi mwenzangu. Kuna huyo mkaka ni anaimba afu anaimba tena. Wewe usiniambie. Haki nakwambia vile, ngoja nikutume video yake WhatsApp. Yaani mpaka nikawa nasema kwa nini ukuje shoga yangu, ila ndio hivyo. Mwenzako napenda wanaume wanajua kuimba, haki ya Mungu, sijui hata ningekuepo singekwaje. Wewe ngoja utaona nakwambia. Molly aliongea na baadaye kata simu ili aweze kumtumia rafiki yake hiyo clip ya mkaka ambaye anaimba, kwa sababu anajua rafiki yake anapenda. Basi zilipita kama dakika 3, Kamila akamsubiri Molly atume video za msanii ambaye alikuwa akimsemea. Basi baada ya dakika kupita, Molly alikuwa tayari ameshatuma ile video. Kwa mbombo Kamila alifungua na kutazama. Hakuamini macho yake kuona mwanaume ambaye alimsimamisha jana jioni ndio ambaye alikuwa ameimba tena wimbo mzuri sana wa mapenzi. Akawa anajiuliza, hivi ni yeye ama naota, inawezekanaje? Alijiuliza bila hata kupata majibu. Kwa jinsi ambavyo alimuona Ryan akiimba, alizidi kuvutiwa naye. Alijikuta akirudishia ile video zaidi ya mara 3. Uso wake haukuacha kutawaliwa na tabasamu. Alijiona ni kama mtu ambaye alikuwa na bahati sana, yani amepiga story na mwanaume ambaye anajua kuimba namna ile. Basi haraka alikumbuka kwamba alikuwa ametumiwa message na Ryan wakati akizungumza na kaka yake, na hii ikamfanya sasa kurudi kwenye zile message ili angalie. Alikuwa tu ameambiwa mambo mrembo, ndo ikabidi ajibu sasa, poa mambo, sisi kamaona anaimba superstar. Basi alijibu hivyo, alikaa kusubiri kwa dakika 4 lakini kimya kilipita. Akatuma message nyingine kwa kuhisi kwamba ile haijafika, lakini nayo haikuonekana kujibiwa. Mbona anaanza mapema kuwa mdhaifu hivi jamani? Binti alijiuliza, baadaye akatupa simu pembeni na kulala. Binti anapenda sana watu wanaoimba, tena wanaoimba vizuri, wanaobembeleza kimapenzi. Sasa Ryan huyu hapa yuko mbele ya macho yake. Sasa tunaona kwamba upande wa pili mawazo ya ndugu yake Haris aliona kwamba anapaswa kuyafuta sasa hivi. Sasa hizi jambo la kwanza kufanya ilikuwa ni kutafuta mkutano wote ule wa kibiashara ambao ungefanikiwa kufanyika katika visiwa vya Zanzibar, na kwa bahati nzuri alikutana na mkutano wa 56 wafanya biashara barani Afrika ambao ungefanyika katika hoteli ya Verde Azam Luxury mwishoni mwa juma. Basi aliomba ushiriki wa watu wawili katika nafasi. Bila hata kuchelewa nafasi ilipatikana. Siku iliyofuata aliitisha kikao kidogo katika kampuni ambayo ilifanyika ndani ya ofisi na katika kikao hiki kila mfanyakazi alihusika. Aliwaita kwa lengo moja, kumtafuta mwakilishi ambaye angeweza kusafiri naye kuelekea Zanzibar mwishoni mwa juma ili aweze kuhudhuria kikao, lakini akiwa na lengo lake binafsi, na hata mtu huyo alishamchagua kichwani kwake, ila aliamua tu kuitisha kikao ili kuepusha maswali huko mbeleni. Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna nafasi moja tu ya mtu ambaye anatakiwa kwenda Zanzibar, alisema Haris huko akiwatazama wajumbe ama wafanyakazi wenzake ambao walikuwa kimpa sikio. Na hisi ni afisa masoko ndo anafaa zaidi, yeye ndo anahitaji kuhudhuria ili kutana ufahamu wake kuhusu soko la usambazaji wa bidhaa kwa wateja na mabalozi. Aima alizungumza akitupa jicho kwa Isra ambaye ndo alikuwa afisa masoko wa kampuni. Kwa nini asiwe Melissa? Isra naye alirudisha swali kwa Aima. Mimi niko tayari tu, Melissa alisema, uso wake ukiwa tabasamu. Kimya kilichukua utawala wa muda kidogo na kila mmoja alionekana kutafakari. Aima hakuwa tayari kwenda popote pale. Aliona sio safari ambayo ingekuwa na manufaa kwake, kizingatia kwamba alikuwa ni mke wa mtu. Mimi pendekezo langu naona kati ya watu wawili wapigiwe kura. Atakayepita na mimi nitamridhia na ndo nitaondoka naye, Haris alisema akihamisha kichwa chake katika notebook ambayo ilikuwa juu ya meza. Basi aliendelea. Melissa na Aima hawa ndo wanapaswa kupigiwa kura. Binafsi sipo tayari, Aima alisema. Kwa nini? Kuna watu wa muhimu sana na wenye uwezo wa kwenda huko hata kuliko mimi. Lakini kumbuka wewe ndo mwasibu hapa. Najua ndo maana nikampendekeza Isla, yeye ndo anapaswa kwenda huko. Hebu kata jina langu afu weka jina la kwake. Aima alijikuta akirumbana na bosi wake. Okay, hiyo unataka au hutaki, lakini unapaswa kuheshimu maamuzi ya kampuni, na hata hivyo kura ndo ambazo zitaamua. Kwa hiyo naomba watu wote mpige kura. Mpo 20 mnaweza kupiga sasa. Na hapa
nitaongeza pia jina la Isra. Haris alisema na kufanya. Huu ndo ukawa mwisho wa marumbano baina yake na Aima. Kwa jinsi ambavyo watu wa ile kampuni walikuwa kimpenda Aima, basi alifahamu kwamba hakukuwa na uwezo wa watu wale kumkataa ama kutokumpitisha kitu ambacho kitafanya kuingia katika mawazo. Basi kwanza aliwaza kwanza kwa nini aende yeye ikiwa si mtu muhimu sana, kwa sababu yeye ni mhasibu. Kwake aliamini kwamba Isra angefanya vizuri kwa sababu kitengo chake kinaruhusu yeye kusafiri. Sasa kwa nini aondoke, na yeye hakuwa anataka kabisa kuondoka na Haris. Basi dakika 3 za kupiga mahesabu, kura zilipita. Matokeo yalipotoka ni Aima ndo ambaye alikuwa amechaguliwa na watu wengi, huku kura 12 zikiondoka kwake, Isra akipata kura 3 na Melissa akiwa na kura 5. Matokeo yale yalitangazwa na Haris ambaye hakuacha kuweka tabasamu. Kwa nini mimi lakini jamani, bado nina majukumu pale nyumbani. Aima alizungumza. Aima, hii ni kampuni, usiendeshe vile ambavyo unajisikia. Mambo ya nyumbani unahitaji hapa, aliongea Haris kwa kufoka. Sasa kama mwenyewe yupo tayari jamani, kwa nini lazimishwa aende mtu wa pili basi? Melissa alidakia. Melissa, hebu usijitoe ufahamu. Kujitoa ufahamu kivipi sasa? Mwenyewe sio yuko tayari. Iwe yupo tayari ama yupo tayari, lakini watu wameshamwamini na hii ni ofisi, yani maamuzi ya ofisi, sio maamuzi ya mtu binafsi. Kwa natakiwa kuondoka tu, lakini jamani mimi binafsi jioni nikiondoka, alizungumza Aima. Naomba kufunga kikao na kila mmoja arudi kwenye majukumu yake, alizungumza sasa Haris. Na alifanya hivi kwa makusudi kutaka kuona mada ile inaendelea, kwa sababu alitambua huenda ingeelekea kubadilisha matokeo. Ingawaje kikao kilifungwa, lakini kwa upande wa Aima bado hakuwa amekubaliana na jambo lile, na akiwa ofisini kwake hakuacha kuwaza kuna nini mpaka anang'ang'aniwa kuhusu yeye kusafiri. Basi masuala ya masoko na biashara na yeye kuwa mhasibu mbona havihusiani? Yani kivipi? Akaona hapa natakiwa kumshirikisha mume wangu, yeye ndo ambaye atakao maamuzi wa mwisho kwenye hili, alijiambia kwenye moyo wake, akila ahadi kwamba kama mume wake angesema asiondoke basi hataondoka, na kama akisema aondoke basi ataondoka. Haya, msikilizaji, jamani, tumemwona binti Aima. Binti ana mapenzi ya dhati. Binti amempenda mwanaume mpaka amegombana na ndugu zake. Binti anafanya kazi kwa ajili ya kumlisha mume wake na mama mkwe wake. Jamani, ni kwa mapenzi tu. Kama hujai kupendwa kama hivi, usitufokee na usitupigie kelele. Lakini mmemuona mtu mwenyewe ambaye anapendwa? Mmemuona shemeji yenu Ryan ana deserve kweli. Ryan ameanza kumtamani Kamila. Kamila ambaye ni ndugu yake na boss kubwa Haris. Nini kitakuwa? Mbona kama naogopa jamani? Haya, tuendelee kupendana. Endeleeni kuwapenda wanaume zenu, kuwapa chakula wao pamoja na mama zao na mawifi ikiwezekana. Ujira mtaupata mbinguni. Mimi naitwa Tutu. Hii ni sehemu ya kwanza, ndo kwanza tunaanza. Sehemu ya kwanza ya simulizi ya binti anakwenda kwa jina la Aima. Tukutane katika sehemu ya pili.